Kutoka sura ya 35. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuwaambia, maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu, ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yoyote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana, akisema, katoeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yoyote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na mbao za mshita na mafuta kwa hiyo taa na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri na vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. Na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa hekima na aje na kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameyaagiza, yaani hiyo maskani na hema yake na kifuniko chake na vifungo vyake na mbao zake na mataruma yake na viguzo vyake na matako yake, hilo sanduku na miti yake na hicho kiti cha rehema na lile pazia la stara na hiyo meza na miti yake na vyombo vyake vyote na hiyo mikate ya uonyesho na hicho kinara cha taa cha mwanga na vyombo vyake na taa zake na hayo mafuta kwa nuru na hiyo madhabahu ya kufukizia uvumba na miti yake na hayo mafuta ya kupaka na huo uvumba mzuri na hicho kisitiri cha mlangoni mwa hiyo maskani na hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na wavu wake wa shaba na miti yake na vyombo vyake vyote na hilo birika na tako lake na hizo kuta za nguzo za ua na viguzo vyake na matako yake na pazia la rango la ua na vile vigingi vya maskani na vigingi vya ua na kamba zake na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri kwa ajili ya kutumika ndani ya mahali patakatifu, hayo mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu, nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Tena kila mtu aliona kwake nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za kondoo za pomboo akavileta. Kila mtu aliyetoa toleo la fedha na la shaba akaileta sadaka ya Bwana, na kila mtu aliyeona kwake mti wa mshita kwa kazi yoyote ya huo utumishi akauleta. Na wanawake wote waliokuwa na mioyo ya hekima walisokota kwa mikono yao, nao wakaleta hizo walizokuwa wamezisokota
nguo za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau, na hizo nyuzi nyekundu, na hizo nguo za kitani nzuri. Na wanawake wote ambao mioyo yao iliwahimiza katika hekima, wakasokota hizo singa za mbuzi. Na hao wakuu wakavileta vile vito vya shohamu na vitu vya kutiwa kwa hiyo naivera, na kwa hicho kifuko cha kifuani, na viungo vya manukato na mafuta kwa hiyo taa, na kwa hayo mafuta ya kutiwa, na kwa huo uvumba mzuri. Wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vitu vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina ya mwenye kuchora mawe, na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo ya hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Kutoka sura ya 36. Basi Bezaleli na Oholiabu watenda kazi, na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, kama hayo yote Bwana aliyoyaagiza. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu, ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya tosha kwa kuifanya kazi hiyo yote, kisha vilizidi. Basi kila mtu mwenye moyo wa hekima miongoni mwa hao waliofanya kazi akaifanya hiyo maskani ya mapazia 10 ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Ndivyo alivyoyafanya. Urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 28, na upana wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 4. Mapazia yote ilikuwa ya kipimo kimoja, naye akaunganisha mapazia 5 hili na hili, na mapazia 5 mengine akayaunganisha hili na hili. Kisha akafanya matanzi ya rangi ya samawi katika ncha za pazia moja katika upindo wa kiungo chake. Akafanya vivyo katika ncha ya pazia
lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili, akafanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upindo wa pazia lililokuwa katika kiungo cha pili. Hayo matanzi yalikuwa yakabiliana hili na hili. Kisha akafanya vifungo na 50 vya dhahabu na kuyaunganya hayo mapazia hili na hili. Kwa vile vifungo hivi ile maskani ilikuwa ni moja. Kisha akafanya vifuniko vya singa za mbuzi kwa hema ya kuifunika hiyo maskani. Akafanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 30 na upana wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 4. Hayo mapazia yote 11 yalikuwa ya kipimo kimoja. Naye akaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali. Kisha akafanya matanzi 50 katika upindo wa pazia lilo upande wa nje katika kile kiungo. Naye akafanya matanzi 50 katika ncha ya pazia lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili. Kisha akafanya vifungo 50 vya shaba aiunganye ile hema pamoja ili iwe hema moja. Kisha akafanya kifuniko kwa ajili ya hiyo hema ya ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu. Tena juu yake akafanya kifuniko cha ngozi za pomboo. Kisha akafanya mbao za mti wa mshita kwa hiyo maskani zilizosimama. Urefu wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 10 na upana wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 1.5. Kila ubao ulikuwa na ndimi 2 zilizounganywa pamoja. Ndivyo alivyozifanya hizo mbao zote za maskani. Naye akazifanya hizo mbao kwa ajili ya hiyo maskani, mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Naye akafanya matako ya fedha 40 yawe chini ya hizo mbao 20, matako 2 chini ya ubao mmoja kwa hizo ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kwa ndimi zake 2. Na kwa upande wa pili wa maskani, upande wa kaskazini, akafanya mbao 20 na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Na kwa upande wa nyuma na hiyo maskani kuelekea magharibi, akafanya mbao 6, naye akafanya mbao 2 kwa pembe za maskani upande wa nyuma. Nazo zilikuwa mbao pacha upande wa chini, vivyo zilishikamana pamoja hata ncha ya juu kufikilia pete ya kwanza. Ndivyo alivyofanya zote 2 katika hizo pembe 2. Hivyo zilikuwa mbao 8 na matako yake ya fedha matako 16, matako 2 chini ya kila ubao. Kisha akafanya mataruma ya miti ya mshita 5 kwa mbao za upande mmoja wa maskani, na mataruma 5 kwa mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa hizo mbao za maskani zilizokuwa upande wa nyuma kuelekea magharibi. Naye akalifanya hilo taruma la katikati lipenye kati ya hizo mbao kutoka upande huu hata upande huu. Naye akazifunika hizo mbao dhahabu, akazifanya zile pete zake za dhahabu ziwe mahali pa hayo mataruma, akayafunika dhahabu hayo mataruma. Kisha akafanya hilo pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri zilizosokotwa, akatia na makerubi, kazi ya fundi stadi. Ndivyo alivyofanya. Naye akafanya kwa ajili yake nguzo 4 za mti wa mshita, akazifunika dhahabu, na kurabu zake zilikuwa za dhahabu. Naye akasubu kwa ajili yake matako 4 ya fedha. Kisha akafanya pazia la stara
kwa ajili ya mlango wa hema, la nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na nyekundu, na nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, kazi ya mwenye kutia taraza, na nguo zake 5 pamoja na kulabu zake, naye akavifunika dhahabu vichwa vyake na vifungo vyake, na matako yake 5 yalikuwa ya shaba. Kutoka sura ya 37. Kisha Bezaleli akalifanya lile sanduku la mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa dhiraa 2.5 na upana wake ulikuwa dhiraa 1.5, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 1.5. Akalifunika dhahabu safi ndani na nje. Akafanya na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote, naye akasubu pete 4 za dhahabu kwa ajili yake katika miguu yake 4, pete 2 upande wake mmoja na pete 2 upande wake wa pili. Akafanya na miti ya kulichukulia ya mti wa mshita, akaifunika dhahabu, naye akaitia hiyo miti katika zile pete zilizokuwa ubavuni mwa sanduku ili kulichukua hilo sanduku. Kisha akafanya kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake ulikuwa dhiraa 2.5 na upana wake ulikuwa dhiraa 1.5. Kisha akafanya makerubi mawili ya dhahabu, akayafanya ya kazi ya kufua yawe katika miisho miwili ya kiti cha rehema, kerubi moja mwisho huu na kerubi moja mwisho huu. Alifanya hayo makerubi mawili ya kitu kimoja, na hicho kiti cha rehema katika miisho yake miwili. Na hayo makerubi yakayanyosha mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zilikuwa zaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zilikuwa zikielekea kiti cha rehema. Kisha akafanya hiyo meza ya mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 2 na upana wake ulikuwa ni dhiraa 1, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 1.5. Naye akaifunika dhahabu safi, akaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote. Kisha akaifanyia upapi wa upana wa shibiri kuizunguka pande zote. Akauzungushia ukingo wa urembo wa dhahabu ule upapi, naye akasubu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake. Akavitia vile vikuku katika pembe 4 katika miguu yake 4. Vile vikuku vilikuwa karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza, naye akaifanya hiyo miti ya kuichukulia ya mti wa mshita, akaifunika dhahabu ili kuichukua hiyo meza. Kisha vile vyombo vilivyokuwa juu ya meza, sahani zake na miiko yake na mabakuli na bakuri zake na makopo yake ya kumiminia, akavifanya vya dhahabu safi. Kisha akakifanya kile kinara cha taa cha dhahabu safi. Akakifanya kile kinara cha taa cha kazi ya kufua, tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vilikuwa vya kitu kimoja nacho kilikuwa na matawi 6 yaliyotoka ubavuni mwake. Matawi 3 ya kinara yalikuwa upande huu na matawi 3 ya kinara yalikuwa upande huu. Vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi vilikuwa katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi katika tawi la pili, tovu na ua. Yalikuwa ni vivyo hivyo yale matawi 6 yaliyokuwa katika hicho kinara. Katika kinara mlikuwa na vikombe 4 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi, matovu yake na maua yake. Kisha chini ya matawi mawili mlikuwa na tovu
iliyokuwa ya kitu kimoja nacho, na chini ya matawi mawili mengine mlikuwa na tovu ya kitu kimoja nacho. Tena chini ya matawi mawili hayo mengine mlikuwa na tovu ya kitu kimoja nacho. Kwa ajili ya hayo matawi 6 yaliyotokana nacho, hayo matovu yake na matawi yake yalikuwa ya kitu kimoja nacho. Kinara hicho kizima chote pia ni kazi moja ya kufua ya dhahabu safi. Kisha akafanya taa zake 7 na makoleo yake na visahani vyake vya dhahabu safi. Akakifanya cha talanta 1 ya dhahabu safi, pamoja na vyombo vyake vyote. Kisha akafanya hiyo madhabahu ya kufukizia uvumba ya mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 1 na upana wake ulikuwa ni dhiraa 1. Ilikuwa mraba, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 2, na pembe zake zilikuwa za kitu kimoja nayo. Naye akaifunika dhahabu safi upande wa juu na mbavu zake zote, na hizo pembe zake akaifanyia na ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote. Naye akaifanyia vikuku 2 vya dhahabu na kuvitia chini ya ukingo wake katika mbavu zake 2, katika pande zake 2 viwe ni mahali pa hiyo miti ya kuichukulia. Kisha akafanya hiyo miti kwa mti wa mshita na kuifunika dhahabu. Kisha akayafanya hayo mafuta matakatifu ya kutiwa na ule uvumba safi wa viungo vya manukato vizuri, kwa kuandama kazi ya mtengenezaji manukato. Kutoka sura ya 38. Kisha akafanya hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ya mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa dhiraa 5 na upana wake ulikuwa dhiraa 5. Ilikuwa mraba, na kwenda juu kwake kulikuwa dhiraa 3. Naye akazifanya pembe zake katika ncha zake 4. Hizo pembe zilikuwa za kitu kimoja nacho, naye akaifunika shaba. Kisha akafanya vyombo vyote vya madhabahu, yaani sufuria zake na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko yake. Vyombo vyake vyote akavifanya vya shaba. Naye akaifanyia madhabahu wavu wa shaba, akautia chini ya ukingo kuizunguka pande zote, ukawa katikati ya hiyo madhabahu. Naye akasubu vikuku 4 kwa kutiwa katika pembe 4 za huo wavu wa shaba, viwe mahali pa kutia ile miti ya kuichukulia. Naye akaifanya hiyo miti kwa mti wa mshita na kuifunika shaba. Naye akaitia ile miti katika vile vikuku vilivyokuwa katika mbavu za hiyo madhabahu, ili kuichukua akaifanya yenye mvungu ndani kwa zile mbao. Kisha akafanya hilo bilika la shaba na tako lake la shaba. Shaba hiyo ilikuwa ni ya vioo vya wanawake wenye kutumika, waliokuwa wakitumika mlangoni mwa hema ya kukutania. Naye akafanya ule ua upande wa kusini kwa kuelekea kusini. Chandarua ya ua ilikuwa ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, kiasi cha dhiraa 100. Nguzo zake zilikuwa 20 na matako yake yalikuwa 20. Yalikuwa ya shaba. Kulabu za nguo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa kaskazini ulikuwa ni dhiraa 100, vivyo nguzo zake 20 na matako yake 20 yalikuwa ni ya shaba. Kurabu za nguo za vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa magharibi mlikuwa na chandarua ya dhiraa 50. Nguzo zake zilikuwa ni 10 na matako yake 10, na kurabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa mashariki kuelekea mashariki dhiraa 50. Chandarua ya upande mmoja wa rango ilikuwa dhiraa 15 urefu wake, na nguzo zake 3.
na matako yake matatu. Ni vivyo upande wa pili, upande huu na huu. Langoni mwa ua mlikuwa na chandarua ya dhiraa 15, urefu wake. Nguzo zake zilikuwa ni 3 na matako yake matatu. Chandarua za nguo zote za ule ua zilizouzunguka pande zote zilikuwa za nguo ya kitani nzuri iliyosokotwa, na matako ya zile nguzo yalikuwa ya shaba. Kulabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha, na vichwa vya zile nguzo vilikuwa ni vya fedha, na nguzo zote na huo ua ziliungwa kwa vitanzi vya fedha. Na hilo pazia la lango la ua lilikuwa ni kazi ya mwenye kutia taraza. Lilikuwa la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Lilikuwa na urefu wake dhiraa 20 na kutukuka kwake katika huo upana wake kulikuwa dhiraa 5 kupatana na ile chandarua ya ua. Na nguzo zake zilikuwa 4 na matako yake 4 yalikuwa ya shaba. Kurabu zake zilikuwa za fedha, na vichwa vyake na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha, na vigungi vyote vya maskani na vya ua ulioizunguka pande zote vilikuwa vya shaba. Jumla ya vile vyombo vilivyofanywa kwa ajili ya hiyo maskani ya ushuhuda ni hii, kama vilivyohesabiwa kama maagizo ya Musa yaliyokuwa kwa ajili ya utumishi wa Warawi kwa mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani, na Bezareri mwana wa Uri mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Akafanya yote Bwana aliyomwagiza Musa, na pamoja naye alikuwa na Oholiabu mwana wa Ahisamak wa kabila ya Dani, aliyekuwa fundi wa kuchora nakshi, mfanyaji wa kazi mwerevu, naye alikuwa mwenye kutia taraza za nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri. Dhahabu yote iliyotumiwa kwa ajili ya hiyo kazi katika kazi hiyo yote ya mahali patakatifu, hiyo dhahabu ya matoleo ilikuwa ni talanta 29 na shekeli 730 kwa kadri ya shekeli ya mahali patakatifu. Na fedha ya hao waliohesabiwa watu wa huo mkutano ilikuwa talanta 100 na shekeli 1775 kwa kadri ya shekeli ya mahali patakatifu. Kichwa beka, maana nusu shekeli kwa kadri ya shekeli ya mahali patakatifu kwa ajili ya kila mtu aliyepita, kwa wale waliohesabiwa aliyekuwa wa umri wa miaka 20 au zaidi, kwa ajili ya watu waume 603,550. Na hizo talanta 100 za fedha zilikuwa kwa kusubu yale matako ya mahali patakatifu na matako ya hilo pazia. Matako 100 kwa hizo talanta 100, talanta 1 tako 1, na kwa hizo shekeli 1,775 akafanya vifungo vya hizo nguzo na kuvifunika fedha vile vichwa vyake na kufanya vitanzi vyake. Na hiyo shaba iliyoletwa ilikuwa ni talanta 70 na shekeli 2,400, naye akafanya ya hiyo shaba matako kwa ajili ya rango la hema ya kukutania, na hiyo madhabahu ya shaba na ule wavu wa shaba kwa ajili yake, na vyombo vyote vya hiyo madhabahu, na matako ya ua kuzunguka pande zote, na matako ya rango la huo ua, na vigingi vyote vya maskani, na vigingi vyote vya huo ua uliozunguka pande zote. Kutoka
sura ya 39. Na zile nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu wakafanya mavazi yaliyofumwa kwa ustadi sana kwa ajili ya kutumika katika mahali patakatifu, na kuyafanya hayo mavazi matakatifu ya Haruni vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akaifanya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Nao wakaifua hiyo dhahabu hata ikawa mabamba membamba sana, kisha wakaikata iwe nyuzi ili wapate kuifuma pamoja na hizo nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyuzi nyekundu na za kitani nzuri, kazi ya fundi stadi sana. Nao wakafanya na vipande vya mabegani kwa ajili yake, viliungwa pamoja kwa ncha zake 2. Na huo mshipi wa kazi ya werevu ulikuwa juu yake ili kuifunga mahali pake. Ulikuwa wa kitu kimoja na wa kazi moja, na naivera ya dhahabu na ya rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakavitengeneza vile vitu vya shohamu vilivyotiwa katika vijarizo vya dhahabu, vilivyochorwa mfano wa kuchora kwake muhuri kwa majina ya hao wana wa Israeli. Naye akavitia katika vile vipande vya mabegani vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akafanya kile kifuko cha kifuani kazi ya fundi stadi, kama hiyo kazi ya naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Kilikuwa mraba, wakakifanya kile kifuniko cha kifuani kwa kukikunja. Urefu wake ulikuwa shibiri na upana wake ulikuwa shibiri, tena kilikuwa ni cha kukunjwa. Nao wakakitia safu 4 za vito ndani yake. Safu moja ilikuwa ni akiki na yakuti ya rangi ya manjano na baharamani, vilikuwa ni safu ya kwanza, na safu ya pili ilikuwa zumaridi na yakuti samawi na armasi, na safu ya tatu ilikuwa ni hiakimtho na akiki nyekundu na amethisto, na safu ya 4 ilikuwa ni zabarajadi na shohamu na yaspi. Vito hivyo vilikuwa vimetiwa katika vijarizo vya dhahabu, kila kimoja mahali pake, na hivyo vito vilikuwa vya andama majina ya wana wa Israeli 12, sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora muhuri, kila moja kwa jina lake, kwa zile kabila 12. Nao wakafanya katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nao wakafanya vijarizo 2 vya dhahabu na pete 2 za dhahabu. Nao wakazitia hizo pete 2 katika ncha 2 za hicho kifuko. Nao wakaitia hiyo mikufu 2 iliyosokotwa katika hizo pete 2 zilizokuwa katika ncha 2 za hicho kifuko, na ncha hizo 2 nyingine za hiyo mikufu 2 ya kusokotwa wakazitia katika vile vijarizo 2 na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivera upande wa mbele. Nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika ncha 2 za kifuko cha kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivera ulio ndani. Nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika vile vipande 2 vya ile naivera chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake, juu ya huo mshipi
wa naivela uliosukwa kwa ustadi, nao wakakikaza kile kifuko kwa pete zake kwenye naivela kwa ukanda wa rangi ya samawi, ili kikae pale juu ya mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi, na ya kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivela vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akafanya hiyo joho ya naivela ya kazi ya kusukwa rangi ya samawi yote, na hilo tundu lilikuwa katikati yake, mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, na utepe wake kulizunguka hilo tundu ili lisipasuke. Nao wakatia katika upindo wa joho makomamanga ya nyuzi za rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na rangi nyekundu na kitani iliyosokotwa. Nao wakafanya njuga za dhahabu safi na kuzitia hizo njuga kati ya hayo makomamanga pande zote, kati ya hayo makomamanga njuga na komamanga, njuga na komamanga katika pindo za joho kuizunguka pande zote, ili kutumika kwa hiyo vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakafanya hizo kanzu za nguo za kitani nzuri ya kufumwa kwa Haruni na kwa wanawe, na hicho kiremba cha nguo za kitani nzuri, na zile kofia nzuri za kitani, na hizo suruari za nguo za kitani nzuri iliyosokotwa, na huo mshipi wa nguo nzuri ya kitani iliyosokotwa na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu, kazi ya fundi mwenye kutia taraza, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakafanya hilo bamba la hiyo taji takatifu la dhahabu safi, na kuandika juu yake andiko mfano wa kuchorwa kwa muhuri, mtakatifu kwa Bwana. Nao wakatia ukanda wa rangi ya samawi ili kulifunga katika hicho kilemba upande wa juu, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Basi ndivyo ilivyomalizwa kazi yote ya maskani ya hema ya kukutania, na wana wa Israeli walifanya kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya. Nao wakamletea Musa hiyo maskani, yaani hema na vyombo vyake vyote, vifungo vyake na mbao zake na mataruma yake na nguzo zake na matako yake na kifuniko chake cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na kifuniko cha ngozi za pomboo na za pazia la stara na sanduku la ushuhuda na miti yake na kiti cha rehema na meza na vyombo vyake vyote na mikate ya uonyesho na kinara cha taa safi na taa zake, hizo taa za kuwekwa mahali pake na vyombo vyake vyote na mafuta ya taa na madhabahu ya dhahabu na mafuta ya kutiwa na uvumba mzuri na pazia kwa mrango wa hema na madhabahu ya shaba na wavu wake wa shaba na miti yake na vyombo vyake vyote na birika na tako lake na ukuta wa nguo wa ua na nguzo zake na matako yake na pazia na rango la ua na kamba zake na vigingi vyake na vyombo vyote vya kutumiwa katika utumishi wa maskani, kwa hiyo hema ya kukutania, na mavazi ya kazi nzuri kwa utumishi katika mahali patakatifu, na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani sawasawa na yote Bwana aliyomwagiza Musa. Ndivyo walivyoifanya hiyo kazi yote wana wa Israeli. Musa akaiona hiyo kazi yote, na tazama, walikuwa wameimaliza vile vile kama Bwana alivyoagiza. Walikuwa wameifanya vivyo. Basi Musa akawaombea
heri. Kutoka sura ya 40. Bwana akanena na Musa na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania, nawe utatia ndani yake sanduku la ushuhuda, nawe utalisitiri hilo sanduku kwa pazia, nawe utaleta meza na kuitia ndani na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake. Kisha utakileta ndani kile kinara cha taa na kuziwasha taa zake. Kisha utaisimamisha madhabahu ya dhahabu kwa kufukizia uvumba mbele ya sanduku la ushuhuda na kulitia pazia mlangoni mwa hiyo maskani. Kisha utaweka madhabahu ya kuteketeza sadaka mbele ya mlango wa maskani ya hema ya kukutania. Kisha utaliweka birika kati ya hema ya kukutania na hiyo madhabahu, nawe utatia maji ndani yake. Kisha utausimamisha ukuta wa ua kuuzunguka pande zote na kuitundika sitara ya rango la ua. Kisha utayatwaa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta hiyo maskani na kila kitu kilicho ndani yake, na kuiweka iwe takatifu na vyombo vyake vyote, nayo itakuwa takatifu. Kisha utaitia mafuta madhabahu ya kuteketeza sadaka na vyombo vyake vyote, na kuiweka takatifu madhabahu, na hiyo madhabahu itakuwa takatifu sana. Kisha utalitia mafuta birika na tako lake na kuliweka liwe takatifu. Kisha utamleta Haruni na wanawe hapo mlangoni pa hema ya kukutania, nawe utawaosha kwa maji. Kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta na kumweka awe mtakatifu, ili apate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Kisha utawaleta wanawe na kuwavika kanzu zao, nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia mafuta baba yao, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani, na huko kutiwa mafuta kwao kutakuwa ni kwa ukuhani wa milele katika vizazi vyao vyote. Musa akafanya hayo yote kama yote Bwana aliyoagiza, ndivyo alivyofanya. Hata mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, ile maskani ilisimamishwa. Musa akaisimamisha maskani, akayaweka matako yake, akazisimamisha mbao zake, akayatia mataruma yake, akazisimamisha nguzo zake, akaitanda hema juu ya maskani, akakitia kifuniko cha hema juu yake kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akautwaa ule ushuhuda, akautia ndani ya sanduku, akaiweka miti ya kuchukulia juu ya sanduku, akakiweka kiti cha rehema juu ya sanduku. Kisha akalileta sanduku, akalitia ndani ya maskani, naye akalitundika pazia la stara, akalisitiri sanduku la ushuhuda kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaitia meza ndani ya hema ya kukutania upande wa maskani ulioelekea kaskazini nje ya pazia. Akaipanga ile mikate juu yake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. Kisha akakitia kinara cha taa ndani ya hema ya kukutania, kuikabili ile meza upande wa maskani ulioelekea kusini. Kisha akaziwasha taa zake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaitia madhabahu ya dhahabu ndani ya hema ya kukutania mbele ya pazia, akafukiza juu yake uvumba wa manukato kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akalitia pazia la mlango wa maskani, akaiweka madhabahu ya sadaka
ya kuteketezwa mlangoni pa maskani ya kukutania. Akatoa sadaka ya kuteketezwa juu yake na sadaka ya unga kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaliweka birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu, akatia maji ndani yake ya kuoshea. Musa na Haruni na wanawe wakanawa mikono yao na miguu yao ndani yake. Hapo walipoingia hema ya kukutania na hapo walipoikaribia madhabahu, walinawa kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalitundika pazia la mlango wa ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote.